Nakumbuka ulikuwa mwaka 2010, mwaka ambao nilipata bahati ya kufanya kazi za ndani katika nyumba mojawapo iliyokuwepo maeneo ya Kijitonyama, mtaa wa Hollywood. Ilikuwa ni nyumba ya familia ya Mzee Gideon pamoja na mkewe Bi Margaret. Katika maisha yao walibahatika kupata mtoto mmoja tu wa kuitwa Daniel. Mzee Gideon alikuwa mkurugenzi wa kampuni moja iliyokuwa ikijihusisha na uuzaji na ununuaji wa magari kutoka nchini Japan. Baada ya kupita miezi mitatu tangu nilipoanza kufanya kazi katika nyumba ile, Mzee Gideon alianza kunitamani kimapenzi. Kila siku alinitongoza, lakini haidi kunifanyia mambo mengi tena makubwa katika maisha yangu endapo kama ningemkubali katika ombi lake. Kiukweli hilo lilikuwa jambo gumu mno, hasa ukizingatia katika nyumba ile nilikwenda kwa lengo moja tu, la kufanya kazi za ndani na wala si vinginevyo. Sikuwa tayari kumkubalia Mzee Gideon ombi lake, lakini kutokana na tamaa za pesa zilizoniingia nikajikuta nikimkubali. Hatimaye nikaanzisha mahusiano ya kimapenzi na mzee huyo. Huu ulikuwa mwanzo wangu wa kufanya mapenzi tangu nizaliwe. Mzee Gideon ndiye alikuwa mwanaume wangu wa kwanza kunitoa usichana wangu. Kitendo cha Mzee Gideon kunikuta bado nikiwa na usichana wangu hakika kilimfurahisha mno. Kwanza hakutegemea kama angeweza kunikuta nikiwa katika hali hiyo, hasa ukichangia na umri wangu kuwa ni wa miaka 22. Ilikuwa jambo la kushangaza sana. Mara kadhaa aliniambia kwamba nilitakiwa kufanya siri. Hakutaka mkewe Bi Margaret afahamu kilichoendelea nyuma pazia. Hilo alikuwa tatizo hata kidogo. Iliendelea kuwa katika mahusiano na Mzee Gideon huku penzi lake likizidi kunilevya taratibu. Ukumbuke kwamba Mzee Gideon ndiye alikuwa mwanaume wangu wa kwanza. Ni kama alikuwa amenifungulia dunia mpya na ulimwengu wa mapenzi. Hapo kabla niliyasikia mapenzi tu, jinsi ambavyo watu walikuwa wakiasifia. Sikufahamu lolote kuhusu mihemko pamoja na raha anazopata mtu anapokuwa akifanya tendo. Tangu nilipofanya mapenzi kwa mara ya kwanza na Mzee Gideon, nilijihisi kuwa kiumbe kipya kabisa katika dunia hii. Msichana mrembo kama wewe unatakiwa uwe na maisha mazuri, umiliki simu kali, upendeze, yani ubadilike, uishi mazingira fulani vya kimjini. Nitabadilisha maisha yako na kuhakikisha hilo Majuma. Umenielewa? Aliniambia Mzee Gideon huku akitabasamu. Nitashukuru sana baba, nilimwambia huku nikielekeza macho yangu chini kwa aibu. Usiniite baba, sifanani kuwa baba yako hata kwa kuchorwa. Niite mpenzi, niite Gideon tu inatosha. Sawa Lazizi? Aliniambia huku akiachia tabasamu pana kama kawaida yake. Kwa kumtazama Mzee Gideon alionekana kuwa sawa na baba yangu, lakini kutokana na pesa alizonazo zilimfanya aonekane kijana. Kipindi hicho Daniel alikuwa akisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam akiwa anasomea fani ya sheria. Ulikuwa ni mwaka wake wa pili chuoni. Sasa unaweza kuona jinsi gani ambavyo maisha yalivyokuwa katika nyumba hiyo. Kila mtu alionekana kuwa busy na mambo yake, kuanzia mama, baba, mtoto. Muda mwingi nilibaki peke yangu nyumbani. Mzee Gideon alitumia nafasi hiyo kama fursa adhimu ya kuwa karibu na mimi. Kwa siri aliweza kuninunulia simu ya kupangusa. Alihitaji kuwasiliana na mimi zaidi na zaidi. Siku ziliendelea kukatika huku penzi kati yangu mimi na Mzee Gideon likizidi kupamba moto. Alipanga kuninunulia nyumba pamoja na gari la kifahari. Alihitaji kunihamisha kabisa nyumbani hapo. Hakutaka kuona mapenzi yetu yakiendelea kuwa siri. Alinogea na utamu wangu kiasi kwamba alihitaji uhuru zaidi. Nilijisikia furaha sana kusikia hivyo, kusema kweli. Niliamini huo ndo ulikuwa mwanzo wangu wa kusahau maskini niliotoka nao nyumbani kwetu Mtwara. Kila kilichokuwa kikiendelea kati yangu mimi na Mzee Gideon kiliniweka katika furaha kubwa sana. Nilizidi kumpenda Mzee Gideon, nikasahau kabisa kwamba alikuwa ni mume wa mtu. Katika kipindi hicho tulipokuwa wapenzi, mara Daniel naye akaanza kunitamani. Nilishangaa kusema kweli. Nilishangaa akianza kunitongoza. Alionekana kunihitaji kupita kawaida. Daniel, hebu acha bwana kunitania. Mimi sina hadhi ya kuwa na mtu kama wewe, nilimwambia huku nikionekana kutomwamini kile alichokuwa akiniambia. Sikutani Majuma, kusema kweli kabisa ninakupenda. Nahitaji kuwa na wewe, aliniambia Daniel.
Sasa umenipenda nini sasa Daniel? Umenipenda nini yani kwa mfano? Mwajuma, wewe ni msichana mrembo sana. Unamvutia kila mwanaume. Unastahili kuwa mke wangu, mwanamke sahihi ambaye nitatengeneza naye maisha, alinijibu. Hivi unajua ni kwa nini sikuweza kumwamini Daniel? Kwanza alikuwa ni mtoto aliyetokea katika familia ya kitajiri. Pili alikuwa ni msomi ukichana na mimi nilifeli kidato cha 4. Tatu alikuwa ni handsome, yani alivutia mno. Kwa kumtazama ilikuwa ni vigumu kuamini kwamba mvulana kama yeye anaweza kukosa msichana huko chuoni. Sikuamini Daniel. Nilimwambia, tafadhali Mwajuma, naomba uniamini. Nakupenda jamani. Aliniambia Daniel huku akilalamika. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa usumbufu. Daniel alinisumbua sana. Kila siku ombi lake lilikuwa ni moja tu. Alitamani siku moja kuona nikimkubalia. Kuna kipindi nilimwonea huruma sana huyu kaka alipokuwa akija chumbani kwangu na kuanza kunibembeleza nimkubalie. Haikuwa rahisi kumkubalia kwani tayari nilikuwa katika penzi zito na baba yake, na tulikuwa tuna mipango mingi tukisubiria muda ufike ili mipango yetu iweze kutimia. Mwajuma, nakupenda. Macho yangu yamekutazama wewe na una kila sababu za kuwa na mimi. Unajua kama umeuteka moyo wangu Yaani umeuteka moyo wangu wa mapenzi, alafu tafadhali nakuomba usiuumize. Nitakufa. Nakupenda sana Mwajuma, aliniambia. Nakumbuka Daniel aliniambia hayo huku machozi yakianza kumlenga-lenga. Nilishindwa kuvumilia kumwona Daniel akiendelea kuteseka kwa ajili yangu. Nilimwonea huruma sana. Mwisho wa siku nikajikuta nikishawishika kumkubalia. Hatimaye tukawa wapenzi. Daniel alifurahi sana kunipata. Hakuamini kama angefanikiwa. Nyuma pazia hakujua kama kuna kitu kiliendelea kati yangu mimi na baba yake. Kitendo cha kumchanganya baba na mtoto kimapenzi hakika kilikuwa ni hatarishi sana. Japo sikutaka kumwambia lolote Daniel, kusema kweli nilimficha. Nilihofia mambo mengi mabaya ambayo yangeweza kutokea. Niliendelea kuwa katika uhusiano wa kimapenzi kati ya baba na mtoto, huku kila mmoja kwa nafasi yake akikiri kunipenda kupita kawaida. Hakukuwa na aliyejua kama amechanganywa. Siku ziliendelea kukatika na mzee Gideon alianza kuingia na wasiwasi juu yangu. Alihisi kuna mchezo mchafu na mchezea. Hakutaka kuamini jambo hilo hata kidogo. Lakini alianza kufanya uchunguzi wake kwa siri na mwisho wa siku ndipo alipofanikiwa kugundua kwamba kuna jambo nimelifanya kati yangu mimi na mwanae. Kusema kweli hilo lilimuumiza sana na mzee Gideon alijikuta akinilaumu sana. Naweza kusema siku hiyo ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza kumuona mwanaume mtu mzima akilia mbele yangu kwa sababu ya mapenzi. Hakutaka kuamini kama yeye pamoja na mwanae walishiriki kufanya mapenzi na mimi. Mzee Gideon alipagawa, hakuamini kilichoendelea. Moyo wake ulimuuma mno. Aliponitazama ni dhahiri alionyesha kuwa na hasira, machozi yalimdondoka. Nilishindwa kuamua la kufanya kwa maana mpaka kufikia muda huo tayari nilikuwa nimeshafanya makosa. Kwanza nilitembea na mume wa mtu kwa kujua, lakini pili niliwachanganya kimapenzi baba na mtoto. Nilishindwa kuvumilia kumwona mzee Gideon akiendelea kulia mbele yangu kama mtoto mdogo. Ilinibidi nimsimulie kila kitu kilichotokea kati yangu na Daniel mpaka nikajikuta kumkubalia na hatimaye tukawa wapenzi. Sikuacha kumuomba msamaha kwa makosa niliyoweza kumfanyia. Kusema kweli nilikiri kila kitu na nilihitaji kusamehewa. Baada ya kumsimulia kila kitu pamoja na kumuomba msamaha, mzee Gideon bado hakutaka kunielewa kabisa. Alinichukia mno. Alinifananisha na kahaba nilikuja kwenye familia yake kwa lengo la kuiangamiza. Kitendo cha mzee Gideon kuniita kahaba hakika kiliniumiza mno na moyo wangu ulijawa na maumivu makali. Huo ukawa mwanzo wa kuishi maisha ya visasi kila siku. Mzee Gideon alikuwa mtu wa kunitishia maisha, jambo ambalo lilipelekea hata moyo wangu kukosa amani. Sikuwa huru tena. Muda wote nilimfikiria mzee Gideon pamoja na vitisho vyake. Kuna kipindi nilitamani kumweleza ukweli Bi Margaret juu ya kile kilichoendelea, lakini najiuliza ningeanzia wapi. Ningeupata wapi ujasiri wa kumweleza wakati papo hapo tayari nishamkosea kwa kitendo cha kutembea na mume wake. Hivyo hili likabaki kuwa siri. Siri iliutesa sana moyo wangu. Mzee Gideon hakuacha kushiriki kufanya mapenzi na mimi. Aliendelea kunitumia kimwili, lakini safari hii haikuwa kama hapo awali. Alibadilika na alifanya kama sehemu moja wapo ya starehe. Akanigeuza kuwa kama kahaba
akinitumia wakati aliponihitaji tu kufanya mapenzi. Hilo liliniuma sana, na siwezi kusema ni maumivu kiasi gani nilikuwa nayo moyoni kwa kipindi hicho, lakini naweza kusema tamaa zangu za pesa ndizo zilizopelekea nipite katika wakati huu mgumu, na wala siwezi kumlaumu mtu yoyote. Daniel alikuwa ndiye mtu wa kwanza kuigundua tofauti kati yangu, japo Bi Margaret pia alianza kuingia na wasiwasi na kuniuliza kuhusu mabadiliko yangu, lakini nilimficha. Sikutaka kumweleza ukweli. "Niambie nini kinachokusumbua mpenzi wangu?" aliniuliza Daniel, huku akinibusu katika paji la uso. Hakuna kitu mpenzi," nilimjibu, huku nikijiweka sawa kumwonyesha kwamba hapakuwa tatizo lolote katika wakati huo. "Unajua Juma, usiniambie kwamba hakuna tatizo wakati nikikuangalia naona kabisa kuna kitu unataka kunificha," aliniambia Daniel, huku akinitazama kwa msisitizo. "Kweli hakuna kitu mpenzi, siwezi kuficha chochote." Usinifiche tafadhali, naomba uniambie ukweli." "Mimi naogopa kukuambia ukweli Daniel." Asa unaogopa nini kuniambia ukweli? Niambie tu, hauna mimba?" Hapana, mimi sina mimba. Na bora ingekuwa ni mimba, ningejua ni mimba yako na ningejua babake yupo. "Ni nini sasa kinachokusumbua?" "Ni kuhusu baba yako." "Baba yangu?" Ndiyo Daniel. "Baba, okay. Asa baba yangu amefanya nini tena?" aliniuliza Daniel. Kisha ndipo hapo nilipoanza kumsimulia kila kitu kilichonitokea. Nilipomaliza kumsimulia, nikamwona akivuta pumzi ndefu na kuziachia kwa pupa, kama ilivyokuwa kwa baba yake, na yeye pia hakutaka kuamini. Kitendo cha kuwachanganya kimapenzi kilimuumiza mno. Nilishangazwa kwa maamuzi aliyochukua Daniel. Hakutaka kuendelea kushuhudia uchafu ukiendelea mbele macho yake. Alichoamua ni kwamba tangu siku hiyo ndio ilikuwa mwanzo na mwisho wa mapenzi yetu. Hakutaka tena kusikia nikimuita kwa jina la mpenzi. Niliumia sana baada ya Daniel kuchukua maamuzi kama hayo. Mtu ambaye niliamini angeweza kuwa msaada wangu wa pekee katika wakati huo, naye hakutaka kunisikia. Alinichukia kupita maelezo. Maisha yakabadilika katika nyumba hiyo. Kila siku nilikuwa mtu wa kumwomba Mungu aninusuru na mabaya ambayo yangeweza kunikuta. Hapakuwa na amani tena katika nyumba. Mzee Gideon pamoja na Daniel wote walinichukia, hawakunitazama kwa jicho la wema hata kidogo. Nilionekana kama adui walitakiwa kumwepuka. Vitisho havikuishia hapo. Mzee Gideon aliendelea kunitishia maisha. Kuna kipindi ilifika hatua akawa akinitisha kuniua. Wakati mwingine akanitamkia wazi wazi kwamba ni lazima nitoke katika nyumba hiyo nikiwa maiti ndani ya jeneza. Wakati huo Bi Margaret hakufahamu lolote. Iliendelea kubaki kuwa siri yangu mpaka pale nilipoanza kukosa uvumilivu. Nilitishia vya kutosha, sikuwa na amani tena katika moyo wangu. Uhuru wote ulinipotea. Niliishi kama mfungwa aliyetoroka gerezani. Wazo la kutoroka likanijia kichwani papo hapo. Nilichokiwaza kwa wakati huo ni kutoroka na kwenda mbali. Sikuwa mwenyeji wa jiji. Tangu nilipofika kwa mara ya kwanza, maisha yangu yote yalikuwa ni kukaa ndani. Labda mara moja katika siku za weekend nilipata nafasi ya kupelekwa katika ufuko wa Koko, ambapo hata njia ya kwenda huko pia sikuwa nikifahamu. Ningeweza vipi kufanikiwa katika mpango huo? Jibu ni hapana. Sikufanikiwa. Niendelea kujiuliza maswali lukuki ambayo kusema kweli yalizidi kuniumiza kichwani. Ni katika kipindi hicho ambapo kumbukumbu za nyumbani kwetu zilianza kunijia. Nilipakumbuka mno nyumbani kwetu. Nilipakumbuka sana Mtwara. Nilitamani kuambiwa kwamba nitarudi nyumbani muda huo, lakini jambo hilo halikuweza kutokea hata mara moja. Ningeendelea kuishi maisha ya vitisho mpaka lini? Hilo ndilo lilikuwa swali lilikuwa likinitesa kichwani mchana kutwa na usiku kucha. Nilikosa mtu wa kumsimulia. Nilikosa mtu wa kumwambia yale nilikuwa nikipitia. Baada ya kupita mwezi mmoja, siku moja majira usiku, Bi Margaret aliniita, na ndipo aliponiambia kwamba alifahamu kila kilichokuwa kikiendelea
aligundua kwamba nilikuwa nimetembea na mume wake, jambo ambalo lilimuumiza sana. Mwajuma, baada ya msaada wangu wote nilikusaidia katika maisha yako, leo umeamua kunilipa kwa kutembea na mume wangu kweli? Aliniuliza. Muda huo machozi yalibubujika mashafuni mwake. Hapana mama, nilisema, lakini kabla sijamaliza sentensi yangu alinikata kauli. Nilishituka nikipigwa kofi zito shavuni. Hakuishia hapo, alianza kunipiga kila sehemu ya mwili wangu, huku akinilaani kwa kitendo kikubwa nilichofanyia. Nilipata maumivu makali sana siku hiyo, siwezi kusimulia mahali hapa. Nililia sana, niliomba kila aina msamaha, lakini sikuweza kumbulia chochote zaidi kipigo cha mbwa koko. Nilifukuzwa kama mbwa siku huo. Nilipwa pesa yangu ya mshahara ya mwezi uliopita pamoja na mwezi huu ambao nilipwa nusu. Hakukuwa na mtu aliyetaka kunisikiliza wala kunisaidia siku hiyo. Nilionekana kuwa mbaya kupita kawaida, nilionekana kuwa adui. Nikatamani nimwambie kila kitu kuhusu mume wake, lakini nilikosa muda huo. Tayari nishafukuzwa na sikuhitajika tena kuwemo katika familia hiyo. Sikujua ningeelekea wapi usiku huo. Nilipofikiria hilo, nikazidi kuchanganyikiwa. Nilijutia mambo mengi kusema kweli, lakini hasa nilijutia hili la kutembea na mume wa mtu. Tamaa ya pesa iliweza kuniponza na kuniweka katika wakati mgumu ambao sikuwahi kutarajia kupitia katika maisha yangu. Machozi yalinitoka muda wote. Njiani nilipishana na watu walioonekana kuwa busy na mambo yao. Baadhi walinishangaa kutokana na muonekano wangu uliotosha kujieleza kuwa nilitoka kufukuzwa huko nitokapo. Nilikuwa katika safari ndefu nisiofahamu mwisho wake. Nilitembea kwa umbali mrefu sana na mwisho nikajikuta nimechoka. Sikufahamu hata sehemu nilipokuwa. Kwa mbali niliwaona wanaume wawili wakinifuata. Mwanzo sikutaka kuogopa, kwani kulikuwepo na watu wengi sana nilopishana nao, na hivyo niliamini kuwa niko salama. Lakini nilipofika eneo hilo nilijikuta nikiwa niko peke yangu. Hapakuwa na mtu yeyote nilipishana naye zaidi ya wanaume wale wawili tu walioendelea kunifuata kwa kasi. Nilianza kuingiwa na wasiwasi. Wanaume hao wakakazana kunifikia. Moyo wangu ukalipuka kwa hofu, huku mapigo yakinienda mbio. Habari yako binti? Alinisalimia mwanaume mmoja, huku yule mwingine nikimuona akiangaza huku na kule. Nzuri, nilijibu huku nikitetemeka kwa uoga. Mbona kama unatuogopa? Usituogope, sisi ni watu wazuri. Unaitwa nani kwani? Aliniuliza yule mwanaume mwingine. Naitwa Mwajuma, nilimjibu kwa sauti ya uoga. Wakatazamana kisha wakapeana ishara fulani. Sikujua walimaanisha nini, ila nikashangaa wakinisogelea. Ghafla yule mwanaume wa kwanza akanirukia na kunikaba. Nilishtukia nikipigwa na ubapa wa panga katika paja langu. Niliogopa mno, nilibaki kugulia maumivu. Yule mwanaume mwingine alianza kunisachi. Akachukua simu, pesa pamoja na lile begi langu la nguo. Alipojiridhisha kuwa amefanikiwa kuchukua kila kitu changu, alimpa ishara mwenzake, na ndipo hapo wakaweza kuniachia. Sasa sikia wewe fala, ukipiga kelele tunakuua. Kaa kimya hivyo hivyo, aliniambia, kisha akanitukana tusi la nguoni. Nikabaki kimya huku nikiendelea kugulia maumivu niliyoyapata. Wale wanaume wakakimbia eneo hilo. Wakati nikiwa sijui nini nifanye, mara akatokea mwanaume mmoja. Aliponiona, alinifuata na kuniuliza nilikuwa napitia matatizo gani. Nimeibiwa kaka. Nimeibiwa. Wameniibia wale. Nilimwambia huku nikionekana kuchanganyikiwa. Hebu subiri kwanza. Hakina nani wamekuibia? Aliniuliza huku akijaribu kunituliza. Siwajui mimi kakaangu, siwajui. Wameniibia tu, wamekimbia. Nilimjibu huku nikianza kulia kwa sauti kubwa. Usilie sasa. Niambie kwanza umetokea wapi na unaitwa nani? Akaniuliza. Naitwa Mwajuma, nimetokea huko nilipokuwa nafanya kazi za ndani. Wapi huko? Kijitonyama.
Sasa huku umekuja kufanyaje? Wapi? Ilibidi nimuulize. Kwani unajua hapa upo wapi? Hapana kakaangu, mimi hata sipajui huku. Mimi kwanza ni mgeni. Kwani hapa ni wapi? Tandale, alinijibu, kisha akaanza kunionea huruma. Hakuishia hapo, aliendelea kunihoji. Umesema umetokea Kijitonyama? Ndiyo. Sasa kwa nini umekuruhusu kuja sehemu kama hii tena usiku huu? Hapana kakaangu, nimefukuzwa, nilimjibu, kisha akaonekana kunihurumia zaidi na zaidi. Mpaka kufika muda huo nilikuwa bado sijafahamu jina lake. Alinitazama kama niliumia, lakini hapakuwa na maumivu yote zaidi ya majeraha yaliyopatikana ndani kwa ndani tu na maumivu machache. Hakutaka kuona nikiendelea kubaki eneo hilo, kwani aliniambia mitaa hiyo ilikuwa pamejaa vibaka wengi sana. Hakuishia hapo, alizidi kunipa sifa mbaya za mtaa huo, hivyo kitendo cha mimi kuendelea kuwepo hapo ingeendelea kuhatarisha maisha yangu. Baada ya kusikia kuwa nilifukuzwa na sikuwa na mahali pa kwenda katika usiku huo, alihitaji kunisaidia. Aliniambia kwamba aliishi peke yake, hivyo kama nisingejali anichukue hadi kwake. Kusema kweli sikuweza kumkubalia kirahisi. Nilihofia mambo mengi sana mabaya ambayo angeweza kunifanyia, lakini baada ya kunihakikisha usalama wangu na kunitoa hofu, ili nibidi tu nimkubalie. Akanichukua mpaka kwake. Kilikuwa ni chumba kimoja tu. Nilipofika nilifikiria ni kwa jinsi gani ningeweza kulala usiku huo, lakini hakika halikuwa tatizo. Yule mwanaume aliniambia kuwa nilitakiwa kulala katika kitanda na yeye angelala chini na maisha yangeendelea kwa staili hiyo. Ngoja nikwambie kitu ndugu yangu, na hasa wewe kijana mwenzangu unasikiliza hii simulizi. Kwenye haya maisha unaweza kukutana na vikwazo vingi, lakini baadhi ya watu wanakutazama wakakuchukulia kuwa hayo yote unayopitia ni haki yako, na wengine wanaweza wakaenda mbali zaidi kukutukana na kukulaumu kwa ujinga unaoweza kuufanya. Yote haya yanaweza yakatokea katika maisha, na kitu unachotakiwa kufanya ni kujua ni jinsi gani ya kupambana nayo, na si kujilaumu ama kujiona wewe ndiye mkosaji zaidi mbele za Mungu usistahili msamaha. Nakwambia hayo ni kwa sababu ya makosa niliyoyafanya katika maisha yangu. Ujinga niliofanya, sitaki urudie makosa yangu. Sitaki urudie kufanya yale niliyofanya kama ujinga. Nataka ujifunze. Nataka funzo kubwa likupate kupitia simulizi yangu. Nataka upate kitu kupitia simulizi yangu. Angalia kwa muda ambao niliweza kukutana na mwanaume huyo ambaye hata sikuwa nikimfahamu jina lake, tayari nilimwamini. Nilikubali msaada wake bila kufuata taratibu zozote za kisheria, nikajikuta nikiingia ndani kwake na maisha yakaanzia hapo. Mwanzoni alionyesha moyo wa kunisaidia, aliguswa na matukio yaliyonikuta. Maisha yakaanzia hapo, huku kila siku mwanaume huyo akiniaga kuenda kwenye mihangaiko yake. Aligeuka kuwa msaada mkubwa sana kwangu. Alinihudumia kwa kila kitu nilichohitaji. Alibadilisha maisha yangu. Ama kwa hakika penzi ni kikohozi kama wasemavyo wahenga. Baada ya kupita siku kadhaa, nikajikuta katika mahusiano na mwanaume huyo ambaye tayari niweza kulifahamu jina lake. Nakumbuka alijitambulisha kwa jina la Oscar, na kupitia penzi letu ndipo hapo nikaweza kulipata funzo jingine jipya la maisha. Nijikuta nikizama kwenye dimbwi la mapenzi na Oscar. Huyo alikuwa mpiga picha. Alimiliki studio yake ya picha iliyokuwa maeneo ya Sinza, Palestina. Kimuonekano, Oscar alikuwa ni kijana mtanashati. Kiukweli nilitokea kumpenda sana kwa moyo wangu wote. Kipindi tupo katika mahusiano, nilisahau shida na matatizo yote niliyowahi kukutana nayo maishani. Sikutaka kukumbuka chochote kilichotokea nyuma. Oscar alinipenda sana. Ahadi zake za kunioa zilinifanya nimwamini maradufu. Bila kujali nikamkabidhi mwili wangu ambao hakika aliutumia atakavyo. Maisha yalibadilika. Kwa kiasi fulani nikaishi maisha yenye furaha. Oscar aliendelea kunijali, alinipa matunzo pamoja na mapenzi motomoto. Kusema kweli, wazo la kurudi nyumbani halikuwepo kichwani mwangu kabisa wakati huo. Niliona ni jambo gumu kurudi nyumbani kwenye maisha kimaskini katika familia yetu. Siku ziliendelea kukatika huku penzi likizidi kupamba moto. Oscar aliendelea na kazi yake ya kupiga picha. Muda mwingi aliutumia akiwa huko. Sikuwa na wasiwasi wowote. Niliamini katika mapenzi ya dhati pamoja na kazi zake ambazo ndizo zilizokuwa zikituendeshea maisha kwa wakati huo. Sikuwa na wasiwasi wowote. Niliamini katika mapenzi ya dhati pamoja na kazi yake. Sikutaka kumwazia vibaya.
Baada ya kupita mwezi mmoja, nilianza kusikia maneno chini chini kutoka kwa majirani ambao tayari nilianza kuwazoea. Waliniambia kuwa Oscar alikuwa ni mume wa mtu na kipindi chote hicho mkewe alikuwa amesafiri. Niliposikia maneno hayo, sikutaka kuamini hata kidogo. Nilihisi walipanga kutugombanisha mimi na Oscar, hivyo sikutaka kuyapa uzito kabisa maneno yao. Maisha yaliendelea huku kila siku maneno yakiwa ni yale yale. Mwanzoni niliyapuuzia, lakini nilipoona yamezidi, sasa ikanibidi nimuulize Oscar. Nani amekwambia maneno hayo? Aliniuliza huku akionekana kukabwa na mshangao. Kuna watu tu wameniambia, nilimjibu. Mwajuma, nilishakwambia usipende kuamini kila unachoambiwa, aliniambia. Kiukweli ilikuwa ni vigumu sana kuamini kama Oscar alikuwa akinidanganya. Alionekana kumaanisha kila kitu alichokizungumza. Hakutaka kuonyesha ishara yoyote mbaya na hakutaka kuona nikiendelea kuyasikiliza maneno ya watu ambayo yangeweza kuvuruga amani ya mapenzi yetu. Hilo lilizidi kunifanya nimwamini sana Oscar, tena nilimwamini kupita maelezo. Hata pale nilipotahadharishwa na watu, sikutaka kabisa kuwasikiliza. Niliona ni binadamu wenye nia mbaya na mimi, wasiopenda mafanikio yangu. Binti, utajiingiza katika matatizo. Huyo unaishi naye ni mume wa mtu, aliniambia mama mmoja nilimfahamu kwa jina la Mama Musa. Si kweli. Oscar sio mume wa mtu, nilimwambia huku nikiamini kuwa hakuwa na ukweli wowote katika maneno yake. Haya, shauri yako binti. Unachokitafuta utakipata tu siku moja, aliniambia huku akionekana kunihurumia. Bado sikutaka kuamini maneno yake. Niendelea kuwa katika mahusiano na Oscar. Miezi iliendelea kukatika na hatimaye mwaka huo ukapita. Ulipotimu mwaka 2011 mwezi wa kwanza, ndipo nilipofanikiwa kubeba mimba ya Oscar. Nilifurahi sana baada ya kubeba ujauzito huo. Niliamini huo ndio ulikuwa mwanzo wa maisha kati yangu mimi na Oscar, lakini ilikuwa ni tofauti kabisa na vile nilivyokuwa nikiwaza. Oscar alibadilika baada ya kunipa ujauzito, na baada ya kumpa taarifa hizo, hakuwa Oscar yule nilimfahamu. Hakutaka kuamini kama nimebeba ujauzito wake. Hilo lilizidi kunichanganya sana. Wakati nilipokuwa katika maumivu ya kukataliwa ujauzito, ndipo nilipopokea maumivu mengine nisiyotarajia. Oscar aliamua kunieleza ukweli wa maisha yake. Aliniambia alikuwa ni mume wa mtu na kipindi chote hiko mkewe alikuwa safarini na sasa alikuwa mbioni kurudi. Nilihisi kuchanganyikiwa baada ya kusikia maneno hayo. Nilikumbuka yale maneno niliyowahi kuambiwa na majirani, lakini kutokana na kiburi changu sikutaka kuyasikiliza. Mapenzi hatimaye yakaniingiza katika dunia ya maumivu na machozi. Sikujua nilitakiwa kulia na nani, kwani kama kuonywa nilishaonywa sana, lakini sikutaka kusikia la mwadhini wala mnadi swala. Kwa hiyo unaamwaje? Nilimuuliza. Kuhusu nini? Aliniuliza. Jamani, sikuhusu ujauzito wako. Mwajuma, wewe ni chizi, mpumbavu, shenzi, fala, hujielewi kabisa. Hivi unaweza kabisa ukakaa ukafikiria kabisa kwamba mimi naweza kuwa baba wa ujauzito wako? Hebu nenda katafuta baba halali bwana, lakini sio mimi. Oscar aliponiambia maneno hayo hakika aliniliza. Nilishindwa kuzungumza, niliendelea kulia. Kama ni makosa tayari nilikuwa nimeshayafanya. Kitendo cha kuishi na mwanaume bila ndoa na kumwamini, sikutaraji kama mwisho wa siku ningeweza kuvuna maumivu. Katika hili hakika nilikuwa nimefanya kosa kubwa sana. Hatimaye Oscar alinifukuza. Nikaanza kuishi maisha ya kutangatanga mtaani. Sikuwa na ndugu wala rafiki wa kumwomba hifadhi kwa muda. Nilikuwa ni mimi na ujauzito wangu pekee. Maisha yangu yalikuwa ni ya mtaani, huku nikiomba msaada wa pesa, na wakati mwingine nilikuwa nikienda kwa mama ntilie nikiomba chakula. Usiku ulipoingia, nililala kokote tu nilipopaona. Nililala nje. Hayo yakawa maisha yangu mapya tangu nilipofukuzwa na Oscar. Mwanzo niliona ugumu kuishi maisha hayo, lakini kwa kadri siku zilivyozidi kusonga mbele, nikajikuta nikizidi kuzoea na kuona maisha hayo ni ya kawaida kabisa. Siku moja nikakutana na msichana mmoja, alijitambulisha kwa jina la Savela. Aliponiona, alihitaji kunisaidia. Nilipojitambulisha kwa Savela, alianza kunisifia. Nikashangazwa na sifa zake, yani iliwezekana vipi msichana mwenzangu kama yeye
Akaanza kunisifia kama vile yeye ni mwanaume. Hilo lilifanya nianze kuogopa. Nilihisi Savela hakuwa mtu mwema kwangu. Nitamani anipe pesa nilimwomba tu kisha niondoke zangu. Baada ya Savela kunihoji na kugundua mengi niliyopitia, alihitaji kunisaidia. Nilisita kuchukua maamuzi ya haraka, lakini baada ya kufikiria maisha nilikuwa nikiishi, nilijikuta nikikubali tena bila kipingamizi chochote. Alinichukua na kunipeleka nyumbani kwake, maeneo ya Tegeta. Kwa muonekano wa nyumba yake, kwa jinsi alivyokuwa akiishi, ilionekana kuwa ni vigumu kabisa kuamini kwamba Savela ndiye alikuwa mmiliki wa nyumba hiyo. Hakufanana kabisa. Hapa ni kwako? Nijikuta nikiropoka huku nikimuuliza. Ndiyo, hii ni nyumba yangu, alinijibu huku akionekana kuwa wa kawaida kabisa, hakujali lolote. Hongera, ni nyumba kubwa nzuri nilimwambia huku macho yangu yakionekana kutazama sehemu mbalimbali za nyumba hiyo. Unaishi na nani hapa? Nilimuuliza. Hapana, siishi na yote, naishi peke yangu tu, alinijibu Savela. Ilikuwa ni nyumba kubwa yenye kuonekana kuwa na vyumba vingi. Kitendo cha Savela kuniambia kuwa alikuwa akiishi mwenyewe kilinishangaza sana kusema kweli. Sikutaka kuamini hilo, lakini huo ndio ulikuwa ukweli. Siku hiyo ikapita nikiwa nimebahatika kufadhiliwa na Savela. Alionyesha nia ya dhati ya kunisaidia pamoja na moyo wa kipekee. Hapa, hebu ngoja niwaambie kitu kimoja. Nilikuwa mchafu sana. Sikuwa na nguo za ziada isipokuwa zile nilizokuwa nimevaa tu. Siku iliyofuata, Savela alinipeleka kwenye duka la nguo maeneo Kinondoni. Tulipofika huko, alininunulia nguo na kisha akanipeleka saluni. Nikazidi kupendezeshwa. Ndani ya masaa kadhaa tu nilikawa nimebadilika kabisa. Sikuwa Mwajuma yule mchafu ambaye nilikuwa nikirandaranda mtaani huku nikishindia na nguo moja. Hivi kwa nini unafanya yote haya? Nilimuuliza. Usijali Mwajuma, nafanya yote haya kama msaada wangu kwako. Najua umepitia mengi magumu. Sitaki kuona ukirudi kule kule ulipotoka wakati wewe bado ni msichana mrembo sana na unavutia, Wasichana zako kama wewe hapa mjini huwa hawafi na njaa, wanafanikiwa kiulaini sana, ngoja nikwambie. Alisema. Maneno yake hayo yaliniacha njia panda kusema kweli. Unamaanisha nini? Usijali, muda ukifika utajua namaanisha nini. Au labda wewe upendi kuwa na maisha mazuri, ukamiliki nyumba ya kifahari, ukamiliki gari la gharama, ukamfanya biashara mkubwa sana hapa mjini, yani kila mtu akawa anakuzungumzia wewe. Au hutaki hilo? Napenda ila sikuweza kumaliza kauli yangu. Savela akanidaka juu. Basi, kila kitu kinawezekana. Mimi binafsi yangu nimewahi kuishi maisha kama yako. Sawa Mwajuma? Niliteseka mno. Hakukuwa na mtu yeyote kunisaidia. Yaani kama sio mimi mwenyewe kujitambua. Sijui leo niko wapi asi. Alisema Savela, lakini baada ya muda akaendelea kuzungumza. Mwajuma, umeona nyumba yangu ile ya Tegeta? Nimenunua majuzi tu. Nafanya biashara inayoniingizia pesa nyingi sana. Sijasoma lakini naweza kufanya vitu vingi sana vikubwa ambavyo wasomi wengi mpaka sasa wanashindwa kufanya. Kwa muda wote ambao Savela alikuwa akizungumza na mimi, tayari alikuwa amepandikiza mbegu ya tamaa na mafanikio ndani yangu. Alijua kunishawishi, alijua kuzungumza. Yaani maneno yake yalitosha kunifanya nitamani kujua ni biashara gani hiyo ambayo alikuwa akiifanya. Siku ziliendelea kukatika huku ujauzito nao ukiendelea kukua taratibu. Mwanzoni nilificha Savela, lakini kama mimba haiwezi kufichika. Mwisho wa siku alifahamu kila kitu. Hakuonekana kuchukia baada ya kufahamu kweli ambao nilimficha hapo awali. Alinikumbusha kuhusu msaada ambao aliamua kunipa kwa lengo la kufanya biashara. Ilibidi nimuulize kuhusu biashara hiyo ambayo kila siku alinidokeza, na ndipo hapo aliponiambia ukweli kwamba biashara hiyo ilikuwa ni ya uchongodoa. Alienda mbali zaidi
na kuniambia kuwa mafanikio yake yote niliyokuwa nikiyaona yalitokana na biashara hiyo ya uchangu doa. Nilihisi mwili wote ukipigwa ganzi baada ya kuyasikia maneno hayo. Sikutaka kuamini hata kidogo. Kuna muda nilidhani kwamba alikuwa akinitania, lakini hapakuwa na utani kati yetu. Baba wa huo ujauzito ni nani? Ni Oscar, nilimjibu. Anajua kwamba yeye ndiye baba wa huyo mtoto? Ndiyo, anajua, ila ndio yule alinifukuza. Kwa hiyo naweza kusema kwamba alikataa. Sawa. Sasa kwenye kazi hii ya uchangu doa, kusema kweli, ujauzito utakiwi. Ngoja tu nikwambie ukweli, utakiwi, hivyo utapoteza wateja, aliniambia Savela. Licha ya kuwa nilitokea katika familia kimaskini pamoja na kukutana changamoto zote hizo mpaka kufikia tu ya kukutana na Savela, bado nilikuwa mwenye tamaa. Tamaa ya utajiri ilishaniingia. Kila nilipokuwa nikimwangalia Savela pamoja na mafanikio alionayo, sikutaka kuamini kama biashara hiyo ndio ilikuwa ikimuendeshia maisha na pamoja kumletea mafanikio yote hayo niliyoyaona. Kuna muda nilikataa, lakini mwisho wa siku nikajikuta nikimwamini. Kwa kuwa nilikuwa tayari kufanya lolote, basi Savela akanishauri niende hospitali nikautoa huo ujauzito kwa madai kuwa ungeniharibia soko. Hilo halikuwa tatizo hata kidogo. Mipango ikaandaliwa na kisha nikaenda kwenye hospitali moja kibinafsi maarufu sana hapa mjini. Sitaweza kuitaja kwa jina. Nilifanikiwa kuutoa ujauzito miezi 3. Hilo likamfurahisha sana Savela. Aliniambia huu ndio ungekuwa mwanzo wa kutengeneza pesa na kuwa kwenye mafanikio kama jinsi alivyokuwa yeye. Kichwa kiliwaza mabilioni ya pesa, nyumba za kifahari, pamoja na biashara ambazo ningefungua kipindi ambacho ningefanikiwa katika biashara ya uchangu doa. Hakuna kitu nilichokitamani cha ziada isipokuwa maisha mazuri tu pekee. Nilitamani sana utajiri. Niliposikia stori za pesa, nilihisi mwili wote ukinisisimka. Kipindi hicho biashara niliyoambiwa ingeweza kuniingizia pesa kwa haraka kiasi hicho ilikuwa ni uchangu doa. Nijiuze kwa wanaume ambao wangenilipa vizuri na mwisho wa siku maisha yangu yangebadilika. Mwanzoni biashara hiyo ya uchangu doa haikuniingia akilini. Niliogopa kuifanya, lakini Savela akaendelea kunishawishi. Siku moja majira usiku akanipeleka Sinza kwenye klabu moja iliyokuwa maarufu sana. Iliitwa Ambiance. Ilikuwa ni sehemu maarufu ya wasichana kufanya biashara hiyo ya uchangu doa. Macho yangu hayakutulia sehemu moja. Nilikuwa nikiyashangaa mazingira niliyokutana nayo katika eneo hilo. Wakati huo tulikuwa tumekaa nje ya baa, upande ambao niliweza kuiona barabara ya Shikilango. Unashangaa nini? Aliniuliza Savela. Wakati huo alikuwa akiagiza pombe kwa mhudumu aliyekuja kutusikiliza. Hakuna kitu, nilimjibu huku nikijiweka sawa. Mhudumu huyo akanigeukia na kuniuliza swali, akitaka kujua ni kinywaji gani labda ningependelea kukitumia. Sikuwa mtumiaji wa kilevi chochote, nikamwagiza soda tu. Savela akazidi kunishangaa, akazidi kuniona nilikuwa mshamba. Hutumii pombe? Aliniuliza. Muda huo mhudumu tayari alikuwa ameenda zake kuleta vinywaji. Ndiyo, mimi situmiagi, nilimjibu. Asa kwani hutumii? Mimi sijazoea tu. Sijazoea kabisa kutumia pombe. Baada ya dakika kama 3 hivi yule mhudumu alirudi na vinywaji. Alipomaliza kutuhudumia, nikashangaa akimsogelea Savela. Akamsogelea na kumnong'oneza kitu. Nikamwona Savela akianza kutabasamu. Sikufahamu kwa kweli, sikujua ni nini kilichokuwa kikiendelea. Nilianza kunywa soda yangu taratibu huku nikiendelea kuwashangaa mazingira katika eneo lile. Kwa mbali niliona wasichana 3 waliovalia mavazi yaliyoacha sehemu kubwa ya miili yao zikiwa wazi. Walikuwa wakikimbilia gari moja iliyokuwa ikija maeneo yale. Walikuwa wakigombania. Kila mmoja alikuwa akihitaji kuwa karibu na kioo ambacho kilifunguliwa na dereva wa gari hilo. Baada ya sekunde chache, wasichana 2 wakaondoka na kubaki msichana mmoja. Mazingira niliyoyaona yalitafsiri wazi kulikuwa na biashara ya uchangu doa iliyokuwa ikifanyika maeneo yale. Kuna muda yule msichana nilimwona akiwa anajigeuza sehemu za nyuma za maumbile yake. Haikuchukua muda mrefu sana, yule msichana akaingia ndani ya gari na kisha likawashwa na kuondoka. Majuma, aliniita Savela baada ya yule mhudumu kuondoka. Abe,
Nilimwitikia, umemwona huyu mhudumu? Ndiyo, nimemwona. Kwani umefanya nini? Kuna mtu amemwagiza aje kuniambia kuwa ananiita. Mtu? Mtu gani? Ni mwanaume. Mimi nikaishia kuguna tu. Subiri nikaongee naye, aliniambia Savela, kisha akainuka na kwenda kwenye meza iliyokuwa jirani kidogo na sisi. Katika meza hiyo alikaa mwanaume mmoja mwenye mwili wa miraba minne. Pembeni yake alikaa msichana mmoja aliyekuwa na mavazi yaliyomweka nusu uchi. Savela alipofika katika meza hiyo, nikamwona akimkumbatia yule mwanaume. Walionekana ni kama watu wanaofahamiana kwa kitambo kirefu sana, hivyo sikutaka kujaji chochote. Niliendelea kunywa soda yangu pasi na wasiwasi wote. Bado niliendelea kuwashuhudia wasichana wakifanya biashara ya uchangu doa, biashara iliyofanyika wazi wazi na kukuona mtu yote alionekana kuogopa. Binafsi yangu nishangaa sana. Ilionekana kuwa ilikuwa ni biashara ya kawaida ambayo watu walizoea kuiona na walizoea kununua ama kupatiwa huduma hiyo. Nilibaki peke yangu mpaka pale Savela aliporudi. Aliniambia kuwa nitakiwa kwenda kukaa naye meza moja na yule mwanaume aliyekuwa akizungumza naye. Nilimkubalia na kisha tukaondoka sote, tukaenda kukaa meza moja na huyu mwanaume, tukahama na vinywaji vyetu. Yule msichana ambaye mwanzo alikaa na mwanaume huyo akainuka kutupisha, halafu nikamwona akimpa ishara fulani Savela ambayo sikuielewa maana yake. Mwajuma, huyu anaitwa Ibra, the big boss. Ibra huyu naye pia anaitwa Mwajuma, ni msichana wangu mpya, naye ndo anaianza hii kazi. Savela alinitambulisha kwa mwanamume huyo ambaye nikaishia kushikana naye mikono. Okay. Anaonekana kuwa ni msichana mrembo sana ise. Na hisi hata mambo yetu yatakuwa ni mazuri sasa, alisema Ibra huku akitabasamu. Ndiyo, yani hapo ni wewe tu Ibra, labda tu useme kingine sasa, alisema Savela. Kisha Ibra kanitazama. Savela kaniambia nisimame, nikafanya kama nilivyoambiwa. Unajua huwa sipendi kujisifia sana, lakini kwenye kweli acha niwaambie, nilikuwa ninachura. Nadhani nikisema kwamba nilikuwa ninachura, mmeshaelewa ni nini ninachomaanisha. Nilikuwa nina kila sifa zinazoweza kumteka mwanaume yoyote rijali. Ibra aliponiona alizidi kupagawa. Alikosa neno kuzungumza. Muda wote huo macho yake yakawa yananiangalia katika chura yangu. Si unaona mwenyewe? Mimi nilikwambia chombo sio cha nchi hii, alisema Savela huku akitabasamu. Alimimina pombe kwenye glasi na kisha akaanza kunywa. Bwana, acha, yani kichombo si mchezo, ni balaa, alisema Ibra akinisifia. Wakati huo tayari nilikuwa nimerudi kukaa. Mazungumzo ya mali hapo yalikuwa ni ya kibiashara tu. Ibra muda wote alinitazama. Nilitakiwa kufanya biashara ya uchangu doa na nilikubali kuifanya. Hivyo kile kitu kilichokuwa kikiendelea nilikubaliana nacho bila wasiwasi wote. Niliamini hiyo ndio ingekuwa njia ya mkato ya kupata utajiri wa haraka. Sasa kwa hiyo mtakula nini? aliuliza Ibra. Wakati huo alimuita mhudumu akawa anasubiri oda yetu. Mimi niletee mchemsho wa ndizi nyama, alisema Savela. Mimi hapa niletee tu chochote, nilitoa jibu lilofanya watu wote wakacheka. Majuma, unasikia? Hakuna hiko chakula kusema kweli hapa. Wewe sema tu unataka kula chakula gani? Ibra aliniuliza. Basi niletee chips, nilisema. Chips nini? Kuna mayai, kuku, mishkaki au unataka chips kavu? Aliniuliza yule mhudumu. Alikuwa ni wa kiume. Chips mayai,
nilimjibu, kisha akamgeukia Ibra na kumuuliza huduma ya chakula ambacho yeye angehitaji. Hapana, mimi niko sawa. Wewe wahudumia hawa warembo tu, sawa Wasikilize wanachokitaka wala usijali, alijibu. Kisha yule mhudumu akaondoka. Baada ya dakika kadhaa alirudi na vyakula tulivyoviagiza. Tulianza kula huku stori za hapa na pale zikiendelea. Savela aliniambia kuwa siku hiyo nitakiwa kwenda kulala na Ibra. Kiukweli kila nilipomwangalia Ibra jinsi alivyoonekana, halafu nikajikumbusha kuwa usiku huo nitakiwa kwenda kulala naye, sio sasa niliingiwa na uoga. Hapana, utakiwa kuogopa kitu Mwajuma. Halafu leo naomba usiniangushe, aliniambia Savela. Sawa dada, siwezi kukuangusha, nilimwambia. Kisha tukaendelea kula mpaka tukamaliza. Ibra akalipia bili. Kwa hiyo nini kinachofuata? aliuliza Ibra huku akimtazama Savela. Papo hapo nikamwona Savela akinipa ishara ya kuniambia niondoke na Ibra. Nitamrudisha kesho asubuhi, sawa? alisema Ibra, kisha akanishika mkono na tukaanza kuondoka. Sawa, hakuna shida, alisema Savela. Tulifika hadi alipokuwa amepaki gari lake, tukapanda na kisha tukaondoka. Safari yetu ilishia nje ya hoteli moja ya kifahari iliyokuwepo maeneo ya Sinza Makaburini. Hatukutembea umbali mrefu sana kutoka Sinza Afrika sana. Ulikuwa ni mwendo wa kama dakika 10 hadi 15 hivi. Tukawa tayari tumeshafika katika hoteli hiyo. Ibra hakutaka kupoteza muda. Alichukua chumba na baada muda mfupi tukaingia ndani ya chumba hicho. Kila nilipomtazama Ibra niliogopa, niliingiwa na wasiwasi. Nilitamani masaa yakimbie ili niondoke mahali hapo. Ndani ya chumba hicho hapakuwa na stori zingine alizoongea Ibra isipokuwa mapenzi tu. Umbo langu hakika lilionekana kumchanganya vilivyo. Muda wote alikuwa akinisifia. Umewahi kulala na wanaume wangapi katika maisha yako? Ibra aliniuliza. 3 tu, nilimjibu. Kumbe bado mtoto mbichi kabisa yani, aliniuliza. Ndio hivyo bwana, nilimjibu. Asa Majuma, mimi leo nataka uniliwaze. Nataka unipe mapenzi mpaka nimsahau mke wangu kwa alipo. Ibra akaniambia hayo kwa kitabasamu. Kumbe una mke? Nilimuuliza Ibra kwa mshangao. Ndiyo ninaye, lakini ninavyoishi naye ni kama sina mke yani. Kivipi? Mke wangu amepooza, hivyo naishi naye kama sanamu tu. Siwezi kufanya lolote. Ibra aliniambia hayo, kisha akanitaka tusiendelee kuizungumzia hiyo mada. Hakutaka kupoteza muda. Alianza kunipapasa huku akijaribu kunionyesha utundu wa kunifundisha hesabu za 2x plus 3y. Nisisimka mwili. Hata hivyo sikutaka kubaki nyuma kuwa kama mwanafunzi wakati somo lenyewe nilikuwa nalifahamu na tena zaidi yake. Nilikuwa nikifahamu mbinu na mahesabu yote ya kitandani. Hakukuwa na kitu kigeni kwangu. Siku hiyo haikuwa ya kwanza kufanya mapenzi. Kila kitu nilichokuwa nikikifanya kilimshangaza sana Ibra. Hakuamini kama nilifahamu mambo yote yale. Nisingependa kusimulia kila kitu nilichokifanya usiku huo kwa sababu ya kuheshimu sheria za kimtandao, ila nataka mfahamu kuwa siku hiyo nilifanikiwa kufanya mapenzi na Ibra, na tena kwa asilimia zote 100. Asubuhi ya siku iliyofuata tuliamka pamoja na kisha tukaenda kuoga. Tulipomaliza tukajiandaa tayari kabisa kwa ajili ya kuondoka. Umenifurahisha sana mrembo. Umenipa mapenzi ambayo sijawahi kupata tangu nizaliwe. Hivi nani hivi ambaye amekufundisha mambo? Aliniuliza. Hakuna mtu alinifundisha kufanya mapenzi, nilimjibu kwa kujiamini. Nilishangaa akitoa kiasi cha pesa kama 200 hivi na nusu
na kisha akanipatia. Nilipokea na hapo hapo nikamshukuru. Come on, utakiwi kunishukuru bwana. Yaani utakiwi kabisa kusema asante. Hiyo ni pesa na kimsingi ni haki yako. Aliniambia Ibra, uko kikenua. Na huo ukawa mwanzo wangu kula na wanaume wengi tofauti. Kila siku nilikuwa nikifanya nao mapenzi na wale nilipa vizuri. Katika kipindi hiko, biashara Uchangu Doa ilionekana kuwa nzuri kwa kiasi fulani. Ilinipa faida kubwa sana na ilikuwa jambo gumu kuiacha biashara hiyo, kwani tayari ilikuwa ni sehemu ya maisha yangu. Kila kitu nilichokifanya kuanzia kula, kuvaa, ilitokana na biashara hiyo. Kipindi hicho bado nilikuwa nikiishi nyumba moja na Savela. Tangu aliponisaidia na kunishawishi kujiingiza katika biashara ile. Jambo msilofahamu kuhusu biashara Uchangu Doa ni kuwa biashara hii ina tabia za kibiashara kama zilivyo biashara zingine. Kuna wakati unaweza kupata faida na kuna wakati pia unaweza kupata hasara. Hakuna kipindi kigumu ambacho biashara inakuwa ngumu kufanyika kama kipindi tunapokuwa mwezini. Pale tunapokuwa katika siku zetu, tunapata maumivu makali sana. Kila msichana anayejihusisha na biashara hii huchukia sana kwenda hedhi ya kila mwezi. Hiko ni kipindi kigumu ambacho biashara inakuwa ngumu kufanyika. Maisha yanabadilika na huwa ndio kipindi ambacho tunasaidiana sisi kwa sisi mpaka pale tunapokuwa sawa kibiashara na kuweza kuendelea. Nilikuwa nikifanya mapenzi na wanaume 4 hadi 5 mpaka 6 kwa kila siku. Walikuwa wakinilipa vizuri kusema kweli. Kwa siku nilikuwa sikosi 1,500,000. Na biashara ikiwa nzuri basi huenda nafikisha paka 200,000 au zaidi. Hayo ndio yalikuwa maisha yangu mapya kwa wakati huo. Sikujali nilana mwanaume gani, mwenye urefu upi, mwenye umri upi, mnene au mwembamba. Yeyote alijitokeza mbele yangu akiwa na pesa, nienda kulala naye bila kujali lolote. Nilihakikisha nafanya naye mapenzi kana kwamba sikutakiwa kufanya tena mapenzi katika maisha yangu. Nilitengeneza kiasi kikubwa cha pesa baada ya muda mfupi tu. Savela alikubuu kabisa katika ile biashara. Kipindi ambacho mimi nilikuwa nikienda Sinza kujiuza, yeye alikuwa yuko nyumbani, wanaume walikuwa wakimfuata. Sikutaka kuendelea kuishi nyumba moja na Savela. Kwa kuwa nilifanikiwa kutengeneza kiasi kikubwa cha pesa, nilipanga kupanga nyumba yangu mwenyewe. Nilipomwambia Savela kuhusu mipango yangu hii, alionekana kufurahi. Alinipongeza kwa hatua kubwa niliyokuwa nimefikia. Niambie, kwa hiyo umepanga kuishi wapi? Savela aliniuliza. Nimepanga niishi hapa Sinza. Nilimjibu. Sawa, sio mbaya. Aliniambia. Baada siku kadhaa kupita, nikatafuta dalali wa nyumba ambaye nilimweleza hitaji langu. Dalali alionekana kuifahamu vyema Sinza. Baada ya kunisikiliza kwa muda mfupi tu, akaniambia kuwa nyumba ilikuwepo na tena kama ningezembea kidogo tu, basi angetokea mtu mwingine wa kunipiku. Kwa hiyo nyumba iko wapi? Nikamuuliza. Nyumba ipo Sinza kwa Remi. Alinijibu. Ni nzuri, na inaweza kaendana na mahitaji yangu. Nilimrudishia tena swali. Ndiyo, yani ni uhakika kabisa yani, na ninakuhakikishia kwamba itaendana na hadhi yako. Alinijibu dalali. Sikutaka kupoteza muda. Nenda naye mpaka kwenye hiyo nyumba ili niione kama kweli yaliomo yamo. Kweli bana, nilipofika nilikuta kile kitu nilichokuwa nikikihitaji katika nyumba. Ilikuwa ni nyumba yenye vyumba 3, sebule, jiko pamoja na choo. Niambie, umeipenda? Ndiyo, nimeipenda. Kusema kweli nimeona mazingira ni mazuri na nyumba yenyewe kwa ujumla ni nzuri tu. Nilimjibu dalali. Baada ya makubaliano na dalali, alinikutanisha na mama mwenye nyumba. Mama mwenye nyumba huyo alikufahamika kwa jina Bi Latifa. Nilipokutana naye, akanieleza kila kitu kuhusiana na nyumba yake. Hapakuwa na tatizo lolote, na akaniambia kwamba angenipangisha kwa shilingi 2,500
kama kodi ya kila mwezi. 2,500,000? Nilishangaa huku nikiuliza. Ndiyo, tena na hapo ndo nimekupunguzia baada ya kukuona. Nilikuwa naipangisha kwa 300,000. Au Jafari hajakwambia? Aliniambia mama mwenye nyumba, huku akimuuliza yule dalali ambaye alitajwa kwa jina la Jafari. Kusema kweli, kwa wakati huo nilikuwa na uhitaji mkubwa sana wa nyumba, kwa hiyo sikutaka kuweka longolongo nyingi. Nilichoamua ni kulipia kila kitu na nikaingia mkataba na Bi Latifa. Nilimpa kiasi cha shilingi milioni 1,500,000, kodi ya miezi 6 kama jinsi ambavyo mkataba ulivyosema. Bi Latifa alifurahi sana baada ya kumpatia kiasi hicho cha pesa. Hatimaye nilianza maisha mapya katika nyumba hiyo. Nilinunua kila kitu kilichokuwa kikihitajika ndani ya nyumba. Kwa maisha niliyoishi, ilikuwa ni vigumu mtu kuamini kama nilikuwa nafanya kazi ya uchangudoa. Maisha yalikuwa mazuri tu. Kipindi hicho nikafungua na akaunti ya benki kabisa na nikaanza kuhifadhi pesa. Nilikuwa katika mipango ya kununua kiwanja ambapo ningeanza ujenzi haraka iwezekanavyo. Hivyo nikahitaji kutengeneza kiasi kikubwa zaidi cha pesa. Hitaji kubwa nilokuwa nalo ni kufanya biashara nyingi ambazo zingezidi kuniingizia pesa nyingi tofauti na biashara ya uchangudoa. Hivyo basi, muda mwingi nilikuwa nikifikiria ni biashara ipi nitaifanya kwa kipindi hiko. Pesa ilizidi kuchukua nafasi kubwa sana, kwani hata nilipowaza biashara kufanya, bado pesa ilihitajika. Unajua, unaweza ukamkuta mtu ana wazo zuri tu la kufanya biashara, lakini hana pesa. Akashindwa kutimiza lengo lake, anaona ugumu, anakata tamaa na mwisho wa siku anaamua kujiingiza kwenye mambo ambayo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Kila kinachotokea katika maisha basi huwa na sababu yake. Wakati mwingine Mungu hukupitisha katika magumu ili kusudi akupime au ni utawezaje kuyastahimili. Ni binadamu wachache sana humkumbuka Mungu wanapopata matatizo. Ni wachache sana wenye kusali na kuomba huku wakiamini hicho ni kipindi cha mpito tu, na muda wote maisha yanaweza kubadilika na kurejea katika mstari ulionyooka. Sasa mimi sikuwa miongoni mwa wale binadamu wenye imani thabiti. Imani yangu ilikuwa ndogo mno. Kitu nilichokiamini katika maisha yangu ni pesa. Niliamini pesa ingeweza kubadilisha maisha yangu. Kama niliweza kupanga nyumba, nikaishi maisha mazuri, basi nikaamini pia pesa ingeweza kunitimizia mahitaji yangu yote. Siku zilizidi kukatika, huku nikiendelea kufanya biashara ya uchangudoa bila mtu yote kufahamu hilo. Ilikuwa ni siri yangu na sikutaka mtu yote afahamu. Kipindi nilipokuwa Sinza, wanaume wengi walinitaka, walianza kunifukuzia. Nilipata usumbufu, na tena nilipata usumbufu mara kwa mara. Yaani kila mwanaume pale mtaani alikuwa akihitaji kuwa na mimi. Nakupenda Mwajuma, aliniambia mwanaume mmoja nilimtambua kwa jina Samir. Asante, nashukuru kwa upendo wako, nilimjibu. Akaonekana kuchukizwa sana jibu langu lenye dharau. Samir hakuwa mwanaume wa kwanza kumkataa. Hapo kabla tayari nilikataa wanaume wengi kama 5 hivi. Sikutaka kuwa nao kimapenzi. Nikawaambia wanipe pesa kisha nikamalizane nao, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa hiyo aliniuliza, kuhusu nini? Nakupenda, nahitaji kuwa na wewe, alisisitiza. Una pesa? Nikamhoji. Ndiyo, ila nikubalie kwanza niwe wako. Sasa sikia, sisi hatutaki kuwa wapenzi. Wewe nipe pesa nikupe mapenzi, uondoke zako. Sitaki stress mimi, nilimwambia. Akaonekana kunishangaa. Nini sasa? Nilimuuliza nilipoona bado ananistaajabu. Mwajuma, hivi unajiuza? Aliniuliza. Ndiyo, ndo mambo yangu hayo. Yaani kama umependa mzigo wewe ulipie tu, kalala na usiku mzima, nilimjibu. Kisha nikageuka na kumtishia sehemu zangu za nyuma za maumbile yangu. Nilifahamu fika kwamba nimejaliwa chura, hivyo nikafanya hivyo kwa makusudi kabisa kumchokoza Samir. Samir akazidi kuchanganyikiwa. Kwa jinsi alivyonitazama, alionyesha dhahiri kuwa alikuwa na hamu ya kuona uhodari wangu kitandani.
Kwa nini bei gani? Aliniuliza. Kwa jinsi nilivyomwona, alionyesha kuwa ni mtu mwenye pesa zake. Nipe $200 tu bibi wangu, nilimjibu. Okay, sawa, nina shida, aliniambia. Kisha tukaenda kulala kwenye lodge moja. Huko hakukuwa na maongezi mengi zaidi ya kufanya mapenzi tu. Nilikuwa nikijua kufanya mapenzi kuliko kitu chochote hapa duniani. Nilijua kucheza mpira kwa dakika zote 90. Kila mwanaume nililala naye, nilihakikisha nafanya naye mapenzi kwa kila aina staili. Nilikuwa nikijitoa fahamu kweli wakati wa kufanya mapenzi. Kama nikata viuno, basi nilikata sana tu. Yaani kila nilichofanya kilikuwa ni kitu cha kitofauti. Na hapo ndipo ambapo wanapofeli wanawake wengi. Unakuta umeolewa na mwanaume, unaishi naye kwenye ndoa kwa miaka kadhaa, na tayari umefanikiwa kupata watoto. Maisha yanazoeleka. Unafika wakati wa tendo la ndoa unafanya kwa mazoea, ukiamini kwamba kisa umemzalia watoto basi hawezi kuchepuka. Maisha hayo mwanaume hawezi kuyavumilia. Mwisho wa siku, kwa siri tu ataamua kutafuta mchepuko. Na kuna wale wasiopenda kuwa na mchepuko, wanagukia katika mikono ya malaya. Wanaofanyiwa huko wakati wa tendo la ndoa yanawashangaza sana, na taratibu wanajikuta wakisahau wake zao. Usiku huo nilihakikisha nimempagawisha Samir vya kutosha. Ingawa kuna imani inasema kwamba wanaume ndio wanaozoeleka kuwa hatari zaidi wakati wa kufanya mapenzi na kuwaridhisha wake zao ama wenza wao, lakini kwangu ilikuwa ni tofauti. Nilijua kufanya mapenzi na kumtoa jasho vilivyo mwanaume. Purukushani zote za kitandani nilizifahamu vema. Siku iliyoweza kufuata, Samir aliweza kunilipa pesa kama tulivyokubaliana, na huo ukawa mwisho biashara yetu. Japokuwa niliendelea kupata pesa, lakini bado akili yangu ilifikiria kununua kiwanja na kisha kuanza ujenzi wa haraka nipate nyumba yangu mwenyewe. Nilikuwa nikifikiria pia kufungua biashara mbalimbali. Fungua akaunti ya Facebook na Instagram, kisha uanze kujitangaza, utapiga hela ndefu sana, alinishauri Savela nilipomweleza hii mipango yangu. Hebu nielekeze, hiyo imekaa vipi? Ukifungua utakuwa ukiposti picha na video za ngono huku ukitangaza biashara. Lazima utapata wateja tu, ila katika hizo picha jitahidi sana uoneze kata kichwa usio unaonekana, alinijibu Savela huku akinipa ufafanuzi wa kina katika hilo jambo, na kisha akaendelea kuzungumza. Biashara sasa hivi imebadilika, ujue. Kuna wateja wengine wako wengi sana huko mitandaoni, na wapo baadhi ya wanaume ambao hawapendi kwenda maeneo ya wazi kama Sinza kutafuta malaya. Wengine wanaogopa kuonekana. Kwa hiyo kwa kutumia njia kama hii ya mtandao ni lazima utapata wateja wote hao, na tena wengine wapo hadi huko nje ya mipaka ya Tanzania, nchi kama Kenya, Uganda na nchi zinginezo, aliniambia. Na hao wateja wa nje mipaka inakuaje sasa, tunawafikiaje? Wengine wateja kama huko nje wanakuaga mara nyingi wana pesa, wanakutafuta au wanakutumia nauli na kila kitu. Kazi yako wewe ni kwenda kuwapa mapenzi tu. Nilipoambiwa hayo nikashangaa. Sikutaka kuamini kama mtandao wa Facebook au Instagram ungeweza kunitengenezea kiasi kikubwa cha pesa kwa kiasi hicho. Ya kweli hayo? Shauri yako. Wewe endelea kuzubaa. Mwenzako tunazidi kupiga pesa hapa mjini. Hatutumii nguvu wala nini. Alafu nimekumbuka. Jioni ya leo kuna buzi mmoja naenda kukutana naye. Buzi yupi tena huyo jamani? Nilihoji. Nimekutana naye Instagram. Anaonekana ni mtu mwenye hela zake, na leo lazima nikatanue naye, alinijibu Savela. Kusema kweli nilihisi kuchanganyikiwa mno. Kwa mara nyingine tena Savela aliponiambia biashara hiyo jinsi ilivyofanyika mitandaoni, nikajikuta nikitamani kuifanya. Bas, kwa kuwa na mimi nilikuwa nikimiliki simu kupangusa, wala haikuwa kazi sana. Nilichokifanya, niliingia katika mtandao huo, nikajisajili, na kisha nikawa na akaunti yangu. Moyoni nilikuwa nina hamu kubwa sana ya kupata pesa kwa njia hiyo, kwa maana niliona ingekuwa njia rahisi tofauti na ile ya kwenda kujiuza Sinza, kwani kuna kipindi biashara ilikuwa ngumu kufanyika
muda mwingine wateja wanakuwa hawapatikani kabisa. Kusema kweli, hakuna binadamu asiyependa pesa duniani. Pesa ndio kila kitu, japo kuna baadhi ya watu hawaamini katika hilo, lakini huo ndio ukweli. Sikia, mtu ukitaka kuvaa upendeze, si ndio? Lazima utatumia pesa. Ukitaka kula, kuishi maisha mazuri, bado tena pesa itahitajika, na hii ndio sababu tunasema pesa ndio kila kitu. Nilipenda pesa kuliko kitu chochote kile hapa katika hii dunia. Nilizaliwa katika familia yenye dhiki. Wazazi wangu hawakuwa na pesa. Niliishi maisha magumu sana nilipokuwa nyumbani Mtwara, mpaka kufikia kipindi ambacho Bi Margaret, yule mke wa mzee Gideon, alipokuja kunichukua na kunileta mjini. Kusema kweli, sikuamini. Kwa kuwa nilizaliwa katika familia iliyojaa umaskini, hivyo nilitamani kuishi maisha mazuri. Kipindi mzee Gideon aliponitongoza, ilikuwa ni rahisi mimi kumkubalia kwa sababu alitanguliza pesa. Aliniahidi mambo mengi mazuri ambayo yangeweza kunifanya niweze kuishi maisha ya thamani na maisha mazuri. Lakini pia naweza kusema tamaa ya pesa ndio ilinifanya nikajikuta pia nikitembea na Daniel pamoja na Oscar. Nilikuwa tayari nimeshafungua account ya Facebook. Nilikumbuka pia kufungua kurasa ambao nilitumia kuposti picha zangu za utupu. Jina ambalo nilikuwa nikilitumia huko ni hili la Mwajuma Utamu. Kazi iliyobaki mbele yangu ilikuwa ni mimi kujipiga picha sasa na kuanza kuziposti katika mitandao hiyo. Mwanzo, wakati naanza kuposti hizi picha, hapakuwa na likes nyingi nilizozipata wala comment, lakini kwa kadri siku zilivyozidi kusonga, ongezeko la watu walikuwa wakifuatilia ukurasa wangu lilizuka ghafla na tena kwa kasi kubwa sana. Safari hii kila picha niliyokuwa nikipost ilipata likes nyingi na comment za kutosha, na hivyo basi nikajikuta nikiongeza wafuasi wengi kwa kadri siku zilivyozidi kwenda. Kwa kuwa nilikuwa nimeweka namba yangu ya simu katika kila post, basi wateja hawakupata shida kabisa kunitafuta. Walinipigia simu tukaongea, na baada ya makubaliano biashara ya mapenzi ikafanyika. Na hayo ndio yalikuwa maisha yangu sasa. Nililala na wanaume wengi sana. Ndani ya mwaka mzima nilikuwa nikifanya biashara hiyo, lakini mpaka kufika mwaka 2013 nilikuwa tayari nimeshatengeneza kiasi kikubwa sana cha pesa. Mara nyingi huwa sipendi kusimulia kila kitu nilichofanya wakati wa kufanya mapenzi, kwa sababu naamini simulizi hii itasikilizwa na watu wa rika zote. Ninachotaka kuwajuza hapa ni mafunzo, kwani biashara hii sio nzuri na wala sishauri mtu aifanye. Nataka niwe mfano bora wa kukupa funzo fulani utakalojifunza baada ya simulizi hii ya maisha yangu. Kuna wasichana wengi sana hapa mjini, ni matajiri kusema kweli na ni maarufu. Wanapohojiwa na waandishi wa habari kuhusu siri za mafanikio yao, wanadanganya. Wanatuficha ukweli kwa kusema kwamba wanafanya biashara zinazowaingizia pesa. Sisemi hayo kwa kuwakosoa wale wasichana wachapakazi. Wapo baadhi yao ambao kweli wanafanya biashara. Wameajiriwa katika makampuni mbalimbali makubwa na wanalipwa pesa ndefu tu. Nilisafiri mikoa mbalimbali ya nchi hii kama vile Mwanza, Arusha, Dodoma, Mbeya, Iringa na maeneo mengine mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, nikiwafuata wanaume kufanya nao mapenzi, na ni kwa sababu nilikuwa wananipa dau kubwa sana la pesa. Siku ziliendelea kukatika, lakini siku moja nilikutana na mwanaume aliyejulikana kwa jina la Martin Sepeku. Huyo alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Nilifanikiwa kulala naye kwa kuwa nilifahamu alikuwa na pesa, hivyo nilipanga kumpa mapenzi ambayo asingeweza kunisahau kamwe maishani mwake. Na hilo nilifanikiwa kwa asilimia zote. Taratibu akaanza kukolea, penzi langu likamlevya. Katika kipindi hicho alikuwa bado hajaoa. Alipofanikiwa kuonja utamu wangu, hakutaka kuukatisha. Akaniambia kuwa alinipenda, hivyo tukaingia katika mahusiano kwa miadi ya kunioa hapo baadaye. Hilo halikuwa tatizo. Nilimkubalia, lakini moyoni sikumpenda kusema kweli. Isipokuwa nilipenda mali zake tu. Na huo ndio ulikuwa ukweli. Sepeku akaanza kunionyesha mapenzi ya dhati. Nilikuwa na ndoto ya kumiliki nyumba, gari na vitu vingine vya thamani, na vyote hivyo Sepeku aliahidi kunihitimizia. Baada ya kupita mwezi mmoja, Martin alinunulia nyumba maeneo ya Msasani. Ilikuwa ni nyumba kubwa ya kifahari, na kama haitoshi akanunua na gari pamoja na kunifungulia biashara kede kede. Nilifurahi sana kusema kweli. Ndoto yangu ilikuwa tayari imetimia, lakini kama wasemavyo wahenga kuwa tabia hujenga mazoea, na ndivyo ilivyokuwa kwangu. Sikuachana na biashara uchangu doa, niendelea kuifanya kwa siri. Martin hakujua kilichokuwa kikiendelea. Baada ya miezi miwili kupita,
palianza kuzuka tetesi za jini mweusi aliyekuwa akiwachukua machangudoa tu na kwenda kuwaua kikatili. Ni katika mauaji hayo ndipo Savela na yeye aliweza kuuawa kikatili na kisha mwili wake ukakutwa umetupwa huko katika ufuko wa Koko. Kifo chake kiliniumiza mno. Lakini sio mimi tu, bali hata machangudoa wengine pia nao pia waliumia. Hali hii ilituogopesha sana. Hatukujua muuaji alikuwa ni nani na kwa nini aliamua kufanya mauaji hayo. Kila changudoa alisema lake. Tetesi zikazagaa kuhusu jini mweusi. Muuaji huyo aliitwa jini mweusi kwa sababu waliomuona walisema alikuwa akitembelea gari lenye rangi nyeusi. Hizi tetesi zikafanya tuishi maisha ya hofu sana. Kila changudoa akaanza kuwa makini na usalama wa maisha yake. Gari lote lenye rangi nyeusi lililoonekana likiingia na kupaki maeneo ya Afrika sana, tulipoliona tu wote tulikimbia. Tuliamini ndio jini mweusi aliyekuwa akiwatafuta machangudoa. Hali ya sintofahamu ilitukumba. Jeshi la polisi liliingilia kati. Msako dhidi ya muuaji huyo ukafanyika, lakini haikuishia hapo tu. Pia walianza kukamata machangudoa na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Vyombo vya habari navyo pia havikuwa nyuma. Viliendelea kuripoti taarifa za muuaji huyo ambaye alitusumbua sana, na mpaka kufikia wakati huo hapakuwa na dalili zozote za kupatikana kwake. Kipindi hicho ukurasa wangu Mwajuma Utamu ulikuwa umefikisha wafuasi zaidi ya 500,000. Ulikuwa ni ukurasa ambao baadaye niliutumia kuwauza machangudoa wengine. Mathalan, huyu Suzi alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu, lakini pia alikuwa ni changudoa. Alikuwa akiishi hostel. Nilifahamiana naye kipindi ambapo tetesi za jini mweusi zilivuma mno. Suzi alipofahamu kwamba nimepata mwanaume tajiri ambaye ameninunulia nyumba pamoja na gari, lakini pia hakutaka kuamini. Alionekana kunishangaa kupita kawaida. Kwa jinsi alivyokuwa kiniangalia usoni, macho yake yalionyesha kuniuliza ni kwa nini niliendelea kufanya biashara kama hili ya uchangudoa wakati nilikuwa nimeshapata mwanaume ambaye alikuwa na pesa na tayari alishanifanyia mambo makubwa katika maisha yangu. Kama tatizo ni biashara, alinifungulia tena zaidi ya moja. Sasa Mwajuma, kwani usitulie tu na Martin? Anaonekana kweli anakupenda, aliniuliza Suzi. Hapana, siwezi, nilimjibu. Kwa nini? Au hujampenda? Amna, mimi sijazoea kuwa na mwanaume mmoja katika maisha yangu. Nisipofanya mapenzi na wanaume zaidi ya 2, 3, sijui najionaje kwa kweli. Yaani najiona ninakuwa sijakamilika. Mwajuma, wewe usiseme hivyo. Jitahidi kwa Martin, anaonekana kweli ni mtu mwema kwako. Nitatulia, lakini sio sasa. Kwa sasa hivi hebu niache kwanza niendelee na biashara yangu ya uchangudoa mpaka pale nitakaposema inatosha. Haya. Sawa bwana, ila mimi nakushauri tu uwe makini kusema kweli, kwa sababu nina uhakika hiyo siku akigundua, nadhani hiyo ndio itakuwa mwisho wa mahusiano yenu. Usiwaze Suzi, hilo haliwezi kutokea. Na hata kama likitokea siogopi chochote, kwanza nishamchuna sana, nilimwambia. Urafiki wangu na Suzi uliendelea kukua kila siku. Nilimshauri ajipige picha za utupu, kisha nikamweka katika ukurasa wangu. Huko nikamtafutia wateja, nikamuunganisha nao, na safari za kupiga pesa zikaendelea. Nilifanya mambo yote hayo, lakini Martin hakuweza kufahamu kilichokuwa kikiendelea. Alikuwa ni mtu wa kusafiri mara kwa mara. Safari zake nyingi zilikuwa ni za nje, hivyo hakuweza kugundua lolote. Nataka kukuwa Mwajuma uwe mke wangu kabisa kabisa, moja kwa moja, aliniambia Martin siku moja kabla ya safari yake ya kwenda Dubai. Hivyo nafikiri itawezekana? Nilimuuliza. Kwa nini siwezekani? Kwani ugumu uko wapi? Sikiliza Mwajuma, dini sio tatizo kwangu. Ninachokitaka ni kufunga ndoa na wewe. Nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia Martin, lakini please Mwajuma, usitaki kukataa. Mimi niko tayari kubadilisha dini kwa ajili yako. Yaani nitakaporudi tu kutoka Dubai, nitahakikisha nawe kama uhusiano wetu yakawa rasmi. Au labda wewe upende kuona siku moja na kuwa baba wa watoto wako, na wewe unakuwa mama wa watoto wangu. Napenda. Bas, hilo naomba kwanza unikubalie. Sawa, litatimia.
nilimjibu. Kichwa changu kikaanza kuniuma baada ya kumsikia Martin akihitaji kufunga ndoa na mimi kipindi atakaporudi kutoka safari yake ya Dubai. Kusema kweli sikujipanga na wala moyoni mwangu sikuwa na mapenzi ya dhati na Martin. Nilichokuwa nimefuata kwake ni pesa pamoja na mali. Swala la kufunga ndoa niona litakuwa gumu, hasa kwa mtu kama Martin ambaye sikumpenda kutoka moyoni. Nilipomweleza Suzy habari hizo, alionekana kufurahi sana. Aliniambia nisikubali nafasi hiyo ipotee. Alienda mbali na kudai kwamba kama angekuwa ni yeye basi angekubali, na tena bila kipingamizi chochote. Ungekubali? Nilimuuliza. Ndiyo, mimi ningekubali kusema kweli shoga yangu. Hebu angalia jinsi maisha yetu yalivyokuwa magumu. Angalia tunavyoteseka. Wakati mwingine tunakutana na wanaume wenye maumbile makubwa. Tunapata maumivu makali sana. Hivi hii biashara tutaendelea kuifanya mpaka lini? Tutateseka mpaka lini mama? Aliniuliza Suzy akiongea kwa sauti ya uchungu, na kisha akaendelea. Kama huyo mwanaume anakupenda na ana malengo na wewe, naomba utulie naye. Hii biashara ni bora ukachana nayo tu Mwajuma, aliniambia. Maneno ya Suzy alianza kuniingia. Nilitafakari na kuona yalikuwa na ukweli mtupu. Lakini tatizo lilikuwa linakuja sehemu moja. Sikumpenda Martin kutoka moyoni mwangu. Kwake nilikuwa nimeenda kufuata maslahi ambayo tayari nilikuwa nimeshayapata. Nilipoona Suzy ananing'ang'aniza kulewa na Martin, ilibidi nimueleze ukweli kuwa sikumpenda kama jinsi alivyokuwa akiamini. Suzy aliendelea kunishauri kuolewa na Martin kwa sababu alionyesha kuwa na malengo na mimi. Hakutaka kuona nikipoteza bahati hiyo. Kwake jambo hili likafanyika kwa wimbo wa taifa. Hata kama umpendi Martin, lakini angalia jinsi anavyojitoa kwa ajili yako. Hivi Mwajuma, ni mwanaume gani anayeweza kukubali kufanya mambo yote hayo kwa ajili yako? Suzy, usizungumzie moyo wangu. Nimeshakwambia simpendi Martin. Mbona unielewi? Mwajuma, hivi unajua kwamba unipoteza bahati? Wasichana wengi wanatafuta bahati kama hiyo wanaikosa, alafu wewe unaipata afu kisha unaichezea. Suzy, hivi hauna story zingine za kuzungumzia? Hivi unajua kwamba siku moja utakuja kujutia hii bahati unayoichezea eh? Nimeshakwambia sidhani kama kuna siku nitakuja kujutia. Kwanza hilo haliwezi kutokea. Halafu nimekumbuka baadaye nitakwenda kukutana na Damian. Damian ndo nani? Suzy aliniuliza. Ni mpenzi wangu, mume wangu mtarajiwa, nilimjibu. Suzy alinishangaa nilipomwambia kuwa nilikuwa niko katika mahusiano ya kimapenzi na mwanaume mwingine alijulikana kwa jina Damian. Hii ilionyesha picha malaya, yani sikutaka kutulia na mwanaume mmoja. Damian nilikutana naye katika klabu moja inayopatikana maeneo ya Sinza Mori. Mahusiano yetu yalianza mara baada ya kunichukua na kwenda kulala naye usiku nyumbani kwake maeneo ya Mbezi Beach. Alikuwa ni mwanaume mwenye uwezo mkubwa wakati wa kufanya mapenzi. Ingawa niliwahi kujiapiza kuwa sitojihusisha na mahusiano na mwanaume yeyote atakayeninunua, lakini kwa Damian hali ilikuwa ni tofauti. Tulijikuta tukianzisha mahusiano bila hata kutarajia. Baada ya kupita kwa kipindi fulani, penzi likaota mizizi. Nilikuwa sisikii wala sioni kwa Damian. Wakati huo nilikuwa tayari nipo katika mahusiano na Martin. Hata hivyo sikuacha biashara yangu ya mitandaoni. Niliendelea nao kama kawaida. Nilipomwambia Suzy kuwa nilikuwa katika mahusiano na Damian, alihitaji kumfahamu vizuri huyo mwanaume. Lakini hata nilipomwambia kuhusiana na maisha yake, bado alimwona Damian kama mwanaume wa kawaida sana. Damian alikuwa ni muuza magari katika showroom, japokuwa nilijitahidi kumpamba, lakini bado alionekana kuwa wa kawaida sana. Hakumfikia Martin kwa utajiri alikuwa nao. Hivi unajua Mwajuma kwamba Martin anakupenda sana, lakini tatizo wewe mwenyewe unaichezea bahati, aliniambia. Mimi simpendi, nilimjibu. Kwa nini? Sasa kwa nini usingemwambia tu ukweli akajua, kuliko hivi unavyopoteza muda wake kaka wa watu unamtesa, Suzy, hivi upo tayari kuacha fuko la pesa likupite? Hapana, lakini sasa ndo ujue kwamba na mimi nilikuwa sina jinsi. Acha nitumie pesa zake tu. Moyo wangu haupo kwake. Kwa sasa moyo wangu upo kwa Damian.
Nilimwambia Suzy pasipo kujua kuwa baadaye ingeweza kuumia na kumwaga machozi kwa sababu ya haya mapenzi ambayo nilikuwa nikiyakataa. Usiku wa siku hiyo nilienda kukutana na Damian nyumbani kwake maeneo ya Mbezi Beach. Siku hiyo niliamua kuacha mambo yangu yote. Nilijua nitatumia naye usiku mzima, hivyo nilijipanga kwa mechi kali ya usiku huo. Nilipofika kwake alinikaribisha kwa tabasamu. Nilijisi furaha mno kila mara nilipomtazama Damian. Kusema kweli alikuwa ni mwanaume ambaye alijua kuiteka akili yangu kisawasawa. Baada ya stories za muda mfupi, tulikula kwa pamoja huku furaha ikitawala. Tulipomaliza, tuliendelea kupiga stories za hapa na pale mpaka pale tulipofika muda ambapo tulielekea chumbani. Wote tulikuwa kama tulivyozaliwa. Kilichoendelea wakati huo hakifai kusimuliwa hapa kwa maana wewe pia unafahamu tulikuwa tunakifanya mapenzi usiku huo. Baada ya mtanange mkali, tukaenda kuoga kuondoa uchovu. Tulipomaliza, tukarejea kitandani kwa ajili ya kulala. Muda wote huo Damian alionekana kuwa mtu mwenye furaha sana. Nilihisi labda pengine ni mapenzi niliyompa katika siku hiyo yalimfanya kuwa katika hali kama ile. Kipindi nilipokuwa nimejilaza kitandani, nilianza kuhisi maumivu ya kichwa kikiniuma. Maumivu yaliendelea kuongezeka hadi ikafika wakati yakatawala kichwa kizima. Nilipomwambia Damian kuhusu maumivu yangu, haraka akaelekea kunifuatia maji kwenye glasi. Kisha akaniletea na kuniambia nianywe, pengine angeweza kuniponya. Nikafanya kama alivyoniambia. Maumivu bado yaliendelea kuongezeka. Nikaanza kuhisi kizunguzungu, wakati huo huo kichwa kiliendelea kunigonga. Nilishindwa kuyavumilia maumivu hayo na mwisho nikaanza kupiga kelele. Damian akaonekana kupagawa. Ni hapo nikajikuta nikilala usingizi wa nusu kifo. Sikujua nini kilichokuwa kikiendelea tena mahali hapo. Nilipata fahamu na kujikuta nipo katika chumba kimoja kilichoonekana kuwa kama gofu. Mazingira ya chumba hiko yalitisha mno. Hapakuwa na harufu nzuri katika eneo lile. Ndani palitawala harufu mbaya za kinyesi na mizoga ya binadamu ilionekana kuoza na kisha kubaki mifupa tu. Nikatamani kuinuka na kukimbia lakini sikuweza, kwani nilikuwa nimefungwa kamba miguuni pamoja na mikononi, lakini pia mgononi nilibandikwa karatasi ya gundi. Kila nilichotamani kufanya nilishindwa. Mwisho ikanibidi nitulie, kwani hata pale nilipokuwa nikijaribu kupiga kelele, sauti yangu haikuweza kutoka sababu ya ile gundi. Nilikumbuka mara ya mwisho nilikuwa kitandani na Damian. Sikujua kilichotokea mpaka kusababisha niletwe mahali hapo. Bado niliendelea kujiuliza maswali yaliyokosa majibu. Sikujua mpaka kufikia muda huo ni nini kilichokuwa kikiendelea na nilifikishwa eneo lile kwa sababu gani. Baada ya kupita dakika kadhaa, mara mlango wa chumba hiko ukafunguliwa. Akaingia mwanaume mmoja mwenye mavazi meusi pamoja na mask iliyofanya nishindwe kuitambua sura yake. Alipoingia, moja kwa moja akaja kunitoa gundi ya mdomoni. Nikatoa pumzi ndefu na kisha nikaanza kukohoa. Hakuonekana kujali lolote. Alionekana kuwepo mahali hapo kukamilisha kazi yake tu. Aliongeza mkono wake upande wa nyuma suruali na kisha akachukua bastola. Halafu akanielekezea usoni kuashiria kuwa alidhamiria kunidhuru kwa kunipiga risasi. Niliamini huo ndio ulikuwa mwisho wa maisha yangu. Nikatetemeka, japokuwa sikujua nilifanya kosa gani mpaka kufikia hatua kama hiyo. Mwanaume huyo alionekana kudhamiria kabisa kuniua. Niliona hiyo dhamira. Nimekukosea nini? Nilimuuliza mwanaume huyo kwa kujiamini, lakini swali langu likaonekana kuwa kama kituko. Akaitoa bastola kwenye paji langu la uso na kisha akaanza kucheka kama mwenda wazimu. Nipo hapa kwa ajili ya kukuua kama jinsi nilivyoua wenzako, alinijibu mwanaume huyo. Kivipi? Kwani mimi nimekukosea nini? Nilimuuliza. Maswali yangu yalianza kuonekana kuwa kama kero kwa mwanaume huyo. Alichokifanya ni kuitoa ile mask aliyokuwa ameivaa. Ni hapo ambapo nikaiona sura yake. Haikuwa ngeni machoni mwangu. Damian! Niliita kwa mshangao mkubwa. Akaitika, kisha akawa anaibusu bastola yake alikuwa ameishika. Nilihisi kuchanganyikiwa baada ya kumwona Damian, kwa maana huyo ndiye aliyehusika kuniteka. Sikutaka kuamini hata kidogo. Huu ni mpango wa kuangamiza kama jinsi nilivyoangamiza malaya wenzako, aliniambia
kisha kaikoki bastola yake kunipiga risasi. Unataka kuniua? Ndiyo, nataka kuua, na tena nakuua sasa hivi. Majibu ya Damian pamoja na muonekano wake vilitosha kueleza kuwa yeye ndiye yule jini mweusi ambaye alikuwa akitafutwa na jeshi la polisi nchi nzima usiku na mchana. Ndio yule bwana. Machangudwa wengi tulikuwa tukimhanya, wengi tulikuwa tukimogopa, na siku hiyo alikuwa na mpango kuniua mimi sasa. Sikutaka kuamini kama nilinasa katika mtego huo. Nilichosubiri ni kupigwa risasi, kisha huo ndio mwisho wangu wa maisha. Kumbukumbu za Savela zilianza kunijia pamoja na kifo chake cha kikatili. Zile maiti zilizozagaa zilitosha kuniambia kuwa muuaji alikuwa ni Damian. Nilimchukia hafla. Nilimuona kuwa ndiye binadamu mwenye roho mbaya zaidi niliyowahi kumshuhudia machoni mwangu. Sali sala zako za mwisho dada, aliniambia Damian huku akinionyesha bastola. Kiukweli niliamini huo ndio ulikuwa mwisho wangu wa maisha, na kwa kimoyomoyo nilianza kusali sala zangu za mwisho. Nilifahamu hata iwe vipi ni lazima ningetoka ndani ya chumba hicho ikiwa kama maiti. Machozi yakanitoka. Kila nilipomtazama Damian nilikiona kifo changu kikiwa kiko njiani. Kabla hujaniua, tafadhali naomba nitubu dhambi zangu zote, ili hata nikifa sasa hivi niende mbinguni nikiwa salama salimini, nilimwambia huku machozi yakiendelea kunitoka. Alichokisubiri Damian ni mimi kumaliza kutubu tu dhambi zangu, na kisha nifyatulie risasi kama jinsi alivyodhamiria. Nilifumba macho na kisha nikaanza kumwomba Mungu anisamehe kwa madhambi yote nilikuwa nimeyafanya. Nilisikia milio ya risasi, nikaamini risasi hizo nimepigwa mimi. Nilipoyafungua macho yangu kwa mara nyingine, sikuamini nilichoona. Niliuona mwili wa Damian ukiwa chini unatapatapa. Damu zilimtoka kwa kasi juu ya zile risasi alizokuwa amepigwa. Ghafla niliona polisi wakiwa ndani ya chumba hicho. Sikutaka kuamini kile kilichokuwa kimetokea. Yaani kama sio kutokea kwa polisi, ningeshakuwa maiti siku nyingi sana. Polisi wakanisaidia kwa kunifungua kamba nilizokuwa nimefungwa miguuni na mikononi. Siku hiyo niliokoka dhidi ya kifo. Polisi walifanikiwa kazi yao, kwani muuaji huyo aliwasumbua mno. Siku hiyo walifanikiwa kumkamata, na baada ya kumpiga risasi alifariki papo hapo. Baada ya kunusurika kifo na Damian au jini mweusi kama jinsi alivyokuwa akifahamika, niliachana biashara uchangu doa. Sio mimi tu, bali hata Suzi na yeye pia aliachana biashara hiyo. Jambo la kushangaza, baada ya Martin kurudi kutoka Dubai, Suzi akatumia nafasi hiyo kumweleza kila kitu kilichokuwa kimetokea katika maisha yangu. Martin akanichukia, na kama haitoshi, aliamua kuhamisha mapenzi kwa Suzi, ambapo wakafanikiwa kufunga ndoa na kupata watoto mapacha, Gracious na Precious. Niliumia sana, sikuwa na kumlaumu. Maisha yangu ninachezea mwenyewe. Baada ya kupita miezi mitatu, niliamua kwenda kupima. Majibu yalionyesha kuwa nimepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hivyo nikatakiwa kuanza kutumia vidonge vya kuongeza siku za kuishi. Hili lilikuwa pigo kubwa sana katika maisha yangu. Kiukweli najutia sana mambo mengi ambayo machafu niliwahi kuyafanya maishani mwangu. Idadi ya wanaume niliotembea nao inafika 300 kwa hesabu za haraka. Maisha ya mjini yakanishinda. Niliuza kila kitu nilichoachiwa na Martin kama zawadi. Japokuwa ilipita miaka mingi sana tangu nilipoondoka nyumbani kwetu Mtwara, lakini kanibidi tu nirudi. Sikuwa tena yule Mwajuma wa zamani ambaye ilionekana kuwa mrembo wa sura mpaka umbo la kumvutia kila mwanaume rijali. Huyu wa sasa nilikuwa ni mtu hatari. Niliishi na virusi vya ukimwi, na muda wote Mungu angeweza kunichukua, kwani hata afya yangu ilizidi kudhoofika. Funzo katika maisha: jifunze kutokana na makosa ya mtu mwingine. Nimesimulia kumbukumbu za maisha yangu ili nanyi mjifunze kutokana na makosa niliyofanya. Naomba ukimaliza kusikiliza sauti hii, uyachukue yale yote mazuri na ukayafanyie kazi, na yale yote mabaya tafadhali naomba msiyachukue. Jifunze kutokana na makosa waliofanya watu wengine. Mwisho.